wilaya ya Kilwa yale maazimio ambayo yalikuwa yameazimiwa, yametangazwa na sisi kama nchi tumeaffiliate katika nchi yetu, mengi yalitengenezwa sheria mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunalinda haki za wanawake, hasa watoto wa kike. Kwa hiyo kwenye eneo la elimu kuna improvement kubwa sana, kwamba sasa hivi hata ukiangalia udahili kati ya watoto wa kike na wa kike wamekuwa ni wengi zaidi kuliko watoto wa kiume, kwa maana wa kike wamekuwa wengi kuliko watoto wa kiume. Lakini jambo lingine kwenye eneo la ajira sasa hivi kila eneo la taasisi zipo sera, lakini pia yapo maazimio maalum ya serikali, lakini kuhakikisha kwamba kwenye taasisi zote za kiserikali hata zisizo za kiserikali kwamba kuna maazimio ambayo tumekubaliana ni namna gani nafasi ya mwanamke katika ajira inazingatiwa zaidi. Kwa hiyo tumeona kwamba tumepiga hatua kubwa sana. Tuna wabunge sio tu wa viti maalum Tanzania, tuna wabunge wa majimbo ambao wameaminiwa na wananchi kwa kuchaguliwa kwa kura ni wanawake. Kwa hiyo tumeona tumepiga hatua kubwa sana. Kwenye nchi yoyote ambayo ina makabila tofauti, kwa maana sisi tuna makabila zaidi ya 120 na kila kabila ina mila. Kwa hiyo kuwafikia wote na kuwaelimisha kwa wakati mmoja si jambo rahisi. Tumepiga hatua. Kwa mfano kwenye wilaya yetu hii ya Kilwa tunazo changamoto ambazo bado zipo, ambazo tunazifanyia kazi mpaka sasa. Moja wapo ni hii ya ndoa za utotoni. Kuna baadhi ya wazee au kwa maana ya familia zinaamini kwamba binti akishavunja ungo kinachofuata ni kuolewa. Lakini tunajaribu kuwaelimisha. Sasa hivi tuna timu ya kuwaelimisha wananchi juu ya ukatili wa kijinsia kwenye wilaya yetu ya Kilwa. Kwa hiyo hii timu ina kamati kwa kila kata ya kutoa elimu juu ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tatizo tunalo, lakini kwa kiasi kikubwa limepungua. Cases ambazo tunazipokea sasa hivi kutoka kwenye maeneo yetu, vijiji 90 vyote vya wilaya ya Kilwa, si cases ambazo tulikuwa tunazipokea miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo tumepiga hatua, lakini tunasema kwamba huwezi kumaliza changamoto kwa wakati mmoja. Lakini kwa wilaya yetu ya Kilwa changamoto hii haipo ukubwa kiasi, lakini tuna kaunti kesi moja kwa uzito ule ambao tulivyokuwa tuna tatizo kubwa kwa wakati uliopita. Kwa hiyo tukipata taarifa kama nilivyotoa kwenye tangazo langu leo, tukasikia mzazi amemwozesha binti mdogo ambaye anatakiwa aende shule, cha kwanza tunakamata aliyeoa, lakini cha pili tunakamata familia iliyoruhusu mtoto aolewe, na kwa sababu haya mambo hatufanyi kwa utashi wetu, yapo kwa mujibu wa sheria.